Yaya aliyesafiri kutoka miaka 1000 iliyopita alisimama akiwa ameganda kwa mshangao, kwa sababu msichana aliyesimama mbele yake alifanana kabisa na bibi yake wa zamani. Uso ule ule, hata jina lile lile. Roho ya Yaya huyo haikutoka kwenye zama hizi. Miaka 1000 iliyopita alikuwa mtumishi katika nyumba ya waziri mkuu. Alimfuata binti wa familia hiyo kupitia mapambano ya damu ya ikulu, akamwona akipanda kutoka binti wa familia mashuhuri hadi kuwa malkia wa taifa. Yaya huyo pia alipanda cheo kutoka mtumishi hadi afisa wa kifalme, mpaka siku alikukufa ghafla akiwa na miaka 60 ndani ya kasri. Roho yake ilipoamka tena baada ya miaka 1000 ilijikuta ndani ya mwili wa Yaya wa kisasa katika jumba kubwa. Mwanzoni alimchukia sana binti wa familia hiyo kwa sababu alikuwa mpole na mwenye kiburi. Baadaye akagundua ukweli kwamba msichana huyo alikuwa wa bandia na binti wa kweli alikuwa karibu kurudi. Kabla hata maneno hayo hayajaisha, msichana mwenye haiba ya ajabu aliingia mlangoni. Moyo wa Yaya karibu simame. Huyo alikuwa malkia wake aliyerudi tena duniani. Alikimbia na kumkumbatia kwa furaha, lakini macho ya msichana huyo hayakutambua chochote. Hakumbuki maisha ya zamani wala ukali aliyokuwa nao. Sasa alikuwa mpole sana. Ndipo msichana wa bandia akaingilia kati. Alishika mkono wa msichana huyo kwa unafiki akisema familia hiyo inatambua binti mmoja tu na binti wa kweli ni mgeni tu. Kisha akaamuru wapelekwe kwenye chumba cha kuhifadhia vitu kama taka. Yaya alichukua hatua haraka kuliko mtu yoyote. Kofi kali lilitua usoni mwa mrithi wa bandia. Sauti yake ilifanya ukumbi mzima unyamaze kwa mshangao. Mbele ya mrithi wa kweli, bandia ni mtumishi tu. Msichana wa bandia alibandi hana la kusema. Alipojaribu kulipiza kisasi, Yaya aligeuza kabisa hali. Alikimbia gorofani na kurusha chini nguo na mikoba yote ya kifahari, kisha akatangaza kwamba chumba kikuu cha bwana sasa ni cha mrithi wa kweli. Msichana wa bandia alikimbia kwa wazazi wake akiwa analia, na kaka yake akakasirika sana. Alikuja kwa hasira akitupa kadi ya dola milioni 1 akitaka msichana huyo aondoke mara moja. Msichana wa kweli alisema kwa upole kwamba sio suala la pesa. Hali ilipozidi kuwa mbaya, Yaya akaingilia tena. Kwa teke moja tu kaka yake alipiga magoti. Yaya akambana mezani kwa mkono mmoja na kumlazimisha kuomba msamaha. Nguvu yake ilivunja kiburi chake kwa muda, lakini baada alikimbia kwa wazazi wake kulalamika. Wazazi walimfariji binti wa bandia wakisema yeye ndiye hazina yao kwa kweli. Walipotazama binti yao wa damu, macho yao yalijaa chuki. Msichana wa kweli alijaribu kuondoka kimya kimya, lakini Yaya akamshika mkono na kulipuka kwa hasira. Aliwakemea wazazi hao kwa ukali akisema, inawezekanaje mwaruhusu wageni kumdhalilisha mtoto wenu wa damu? Jumba lote likanyamaza kimya. Kisha ikaja mila ya chai ya urithi wa familia. Kaka yake akapinga tena. Ghafla sauti yenye mamlaka ikasikika mlangoni. Mkuu wa familia alikuwa amewasili. Yaya akapiga salamu ya heshima ya kile. Mzee akashangaa. Kwa ishara ya Yaya, msichana huyo akamletea chai. Mrithi wa bandia alijaribu kuigiza tena, lakini kofi la Yaya lilimnyamazisha. Hatimaye mzee akanywa chai kwa funda moja, kuthibitisha kwamba mrithi wa kweli amerudi nyumbani. Alivutiwa sana na uaminifu na hekima ya Yaya, akamwamuru wafundishe wote nidhamu na hata aruhusiwe kwenda shule pamoja nao. Yaya akakubali kwa fahari. Wakati huo chuki ilijaa usoni mwa mrithi wa bandia. Tayari alikuwa amepanga kisasi chake, na kwa sasa shule ndio ingekuwa uwanja wa vita. Ukitaka kujua kinachofuata, andika next kwenye comment.